Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, tunamulika Marua Hub, kituo cha teknolojia kwa ajili ya kujengea uwezo wanawake, vijana na wasichana nchini Kenya. Dhamira yetu ni kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma katika enzi hii ya kidijitali. Hapa Marua Hub tutakuwa tukitoa kozi mbalimbali. Na je, wafahamu maana ya neno king'ani? Basi salia nami hadi kwenye kipengele cha Jifunze Kiswahili. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 20 ya mwezi Januari mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, tupate muktasari unaowasilishwa na Flora Nducha. Asante Asumta. Nanzi Afrika. Zaidi ya watu nusu milioni wameathiriwa na mafuriko makubwa katika mikoa ya kusini na kati ya Msumbiji, huku mvua kubwa ikiendelea kuvuruga usafiri, huduma za afya na njia za ugavi. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA nchini humo, Paola Emerson, amewaambia waandishi wa habari huko Geneva, Uswisi, kuwa majimbo ya Gaza, Sofala na Maputo ndiyo yaliathirika vibaya zaidi. Akizungumza kutoka mji mkuu wa jimbo la Gaza, Shaishai, Bi Emerson ameonya kuwa idadi ya waathirika inaendelea kuongezeka, huku mafuriko makubwa yakiendelea na mabwawa yakiendelea kuachilia maji ili kuepuka kupasuka. 90% ya wananchi wa Msumbiji wanaishi katika nyumba zilizojengwa kwa matofali ya udongo ambazo kimsingi huweza kuporomoka baada ya siku chache za mvua. That basically melt after a few days rains. Pia ameonya kuhusu hatari za kiafya zitakazoletwa na mafuriko hayo. Huko Mashariki ya Kati, mapema leo Jumanne, vikosi vya Israeli vimebomoa kwa tingatinga makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA huko Yerusalem Mashariki, eneo linalokaliwa kimabavu na Israeli. Mkuu wa UNRWA Philippe Lazzarini amelielezea tukio hilo kama shambulio lisilo na kifani dhidi ya Umoja wa Mataifa, akisisitiza kuwa majengo ya Umoja wa Mataifa yanalindwa chini ya sheria za kimataifa, huku akiongeza kuwa hatua hiyo inaashiria kiwango kipya cha ukaidi wa wazi na wa makusudi wa Israeli dhidi ya sheria za kimataifa. Pia ameonya kuwa kinachotokea UNRWA leo hii kinaweza pia kutokea katika shirika au ujumbe wote wa kidiplomasia mahali popote pale duniani. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC leo imesema imeanza kutekeleza mpango wa kurejesha kwa hatua mamlaka ya dola katika mji wa Uvira mashariki mwa nchi hiyo kufuatia kuondoka kwa kundi lenye silaha la AFC M23. Serikali inasema vikosi vya usalama, polisi na huduma nyingine za serikali vinarejea ili kulinda raia, kulinda mali na kuleta utulivu katika eneo hilo. Hata hivyo, inasisitiza kuwa kuondoka huko ni tukio la muda mfupi tu na inaonya kuwa tishio la kiusalama bado lipo. Mamlaka pia inalishutumu kundi la AFC M23 kwa kupora na kuhamisha raia kwa nguvu kabla ya kuondoka katika mji huo. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Asumta. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye tunakwenda Bakita nchini Tanzania kwa mtaalamu wetu wa Kiswahili Oni Sigala. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Naam, ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Nchini Kenya, shirika la kiraia la Branch International likishirikiana na lile la Birth and Beyond na serikali ya Kenya limezindua mradi uitwao Marua Hub unaolenga kuwajengea uwezo vijana, wasichana na kuwapatia eneo salama linalowapatia msaada wa kiutu na kuwajengea uwezo katika eneo la Ongata huko Rongai, kaunti ya Kajiado nchini Kenya.
Wasichana mara nyingi wameachwa nyuma katika masomo ya teknolojia, habari na mawasiliano au TEHAMA, lakini kwa juhudi zao za kusongesha malengo ya maendeleo endelevu SDGs, vijana wa kike wameweza kushiriki mpango huu wa kujifunza stadi za teknolojia ili waweze kuendeleza biashara ya mtandaoni pamoja na matumizi mengine. Sheila Chepngetich wa idhaa hii amefuatilia matokeo yake na kutuandalia mada hii kwa kina. Kwako Sheila. Marua Hub linatarajiwa kuwa mazingira salama na jumuishi ya kukuza ujuzi unaohitajika sokoni na kuwafungulia vijana fursa mpya za maendeleo. Pamoja na mafunzo ya stadi za kidijitali, wasichana na akina mama vijana wanapata msaada wa vifaa vya kiutu kama hatua ya kwanza ya kuwarejeshea utu wao. Patricia Njeri, mwanzilishi na mkurugenzi wa Birth and Beyond, anaeleza. So far we've supported over 2,000 girls. Hadi sasa tumewawezesha zaidi ya wasichana 2,000 kwa taulo za kike na nepi. Tumetoa pia vifaa vya kurejesha utu wao kama vile pedi na pia pakiti za chakula. Tumefanya matukio mengi ya ushauri na uhamasishaji kwa kina mama vijana. Patricia akaenda mbali kueleza lengo kuu la mradi wa Marua Hub. What is the expectation from today? Tunachotarajia kuanzia leo ni kuwa wasichana na kina mama watakuja katika sehemu hii kupata mafunzo, kujengea uwezo na kupata matumaini mapya kwa ajili ya watoto wao na maisha ya baadaye. Kwa nini Kajiado? Kwa neema ya Mungu nilijikuta nikiishi Kajiado, lakini pia mradi huu umetokana na ukweli kwamba mimi mwenyewe nilikuwa mama kijana nikiwa na miaka 19. Nilijua hili eneo ambalo mara nyingi halisaidiwi wasichana kwa sababu akina mama vijana hukumbana na aibu ya unyanyapaa kutoka kwa jamii. Ndio maana niliamua kusimama bega kwa bega na kuwasaidia. Ann ni mmoja wa wanufaika wa mradi wa Marua Hub. Anaeleza jinsi mafunzo ya kidijitali yamemsaidia kukuza ujuzi wake wa teknolojia. Akisema mouse anamaanisha kipanya cha kompyuta na digital device ni kifaa cha kidijitali. Tangu nikuje kwa computer class at Marua Hub, gain skills mingi. Nimelearn kutumia mouse. Time nilikuwa nakuja sikuwa najua kutumia like the whole digital device. Sikuwa najua connect cables, but now naweza connect, niwashe. Tumetengeneza emails, tumeandika documents, najua how to at least write a small novel. And we thank Marua Hub kwa kutusaidia na the devices. Huko nje hata sasa unaenda unalipa, but here tumesoma free. Na sasa tumekuwa genius people, tunajua kutumia the digital device. Yeah, thank you so much to Marua Hub, Birth and Beyond, and even Patricia herself. Thank you so much. Kituo hicho inawapatia wasichana na akina mama vijana kuingia kikamilifu katika ulimwengu wa teknolojia. Grace Wambua, mkazi wa Rongai na mfanyakazi wa kujitolea wa Birth and Beyond, ambaye ndiye kiongozi wa masuala ya kidijitali, anasema. Our mission is to ensure that dhamira yetu ni kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma katika enzi hii ya kidijitali. Hapa Marua Hub tutakuwa tukitoa kozi mbalimbali. Tunayo mafunzo ya msingi ya matumizi ya kompyuta na pia programu za ofisi. Tutafundisha uundaji wa tovuti, usanifu wa tovuti, pamoja na masomo ya AI. Also we have AI. Bi Wambua akaenda mbali kueleza matumaini yao kwa vijana Kajiado. So we want to create a safe space where tunataka kuunda nafasi salama ambapo kila mtu ataweza kuketi mbele ya kompyuta kwa kujiamini na kuielewa vizuri. Pia tunataka watu wapate ujuzi wa msingi wa teknolojia wanaohitaji kwa kutumia vifaa vya kisasa tulivyo navyo. Naamini karibu kila mtu sasa anamiliki simu janja. Kwa hiyo, hata mbinu rahisi za kurekebisha matatizo yanapotokea kwenye simu yako ukiwa nyumbani wakati haifanyi kazi na hujui la kufanya, hizo pia ni stadi tutakazowapa watu wanaokuja hapa. Tunataka wawe na uwezo wa kujua ni nini cha kufanya wakati wowote kabla hata ya kumtafuta mtaalamu. So that they are well versed and they are able to know what to do at what particular time before even reaching out to third party help. Hali kadhalika, mradi huu unatarajiwa kuchochea maendeleo ya jamii kwa kuwapa vijana stadi muhimu za kustawi katika uchumi wa sasa. Anmasi Wairimu, mwakilishi kutoka Branch International, anasema. Today we spent the better part of our morning at
Leo tumepata nafasi nzuri sana ya kujifunza kuhusu wasichana wanaolelewa hapa, jinsi wanavyoishi, hatua wanazopitia na programu wanazoshirikishwa hadi pale wanapoweza kurejea katika jamii, kujitegemea pamoja na watoto wao na kuwa wanachama wanaochangia maendeleo ya kiuchumi katika jamii. Leo pia ni hatua muhimu sana kwao. Hili ni jambo walilotamani kwa muda mrefu, na ndio maana sisi kama Branch International tumeshirikiana nao na kuwachangia kompyuta. Tunatumaini kuwa kwa kuwa tayari tumekutana na baadhi ya wakufunzi wao, mradi huu utakuwa na mafanikio makubwa katika siku zijazo. Asante sana Sheila Jepngetich kwa mada hii kwa kina hiyo kutoka nchini Kenya. Na sasa ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Na leo mtaalamu wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA. Anafafanua maana ya neno king'ani. Dunia imeendelea sana na kwa kweli tuna mavazi ya aina nyingi sana. Unapotaka kutofautisha vazi moja na vazi jingine, ni lazima ulitambue kwa mtindo wake, kwa mshono wake, kwa uvaaji wake na mambo mengine mengi sana, na hasa katika utamaduni wetu sisi Waswahili. Sasa tumepokea baadhi ya nguo ambazo zimetoka kwa wenzetu kwa mitindo yao na aina yao ya uvaaji. Tunazo kwa neno la Kiingereza wengi wakiita skin tight. Skin tight ni vazi ambalo likivaliwa haliwezi likafananishwa na vazi jingine, lakini kwa sisi Waswahili vazi hilo tunalitambua kwa jina la king'ani. Kwa hiyo wale wote ambao wanadhani skin tight halina neno sahihi la Kiswahili, basi ni vizuri wakaelewa kwamba linaitwa king'ani. Shukran sana Oni Sigala kwa elimu hiyo, kwani nami pia nimejifunza. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video. Na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hiyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X zamani Twitter Rambaza Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya watu walioshiriki kuleta jarida hili, mimi ni Assumpta Massoi na kutakia amani na kwa heri kutoka New York, Marekani.